unaruhusiwa kuota kuwa mfanyabiashara unayemiliki wafanyakazi wengi na vitu kama hivi. Na wakati tunafanya hiyo initiative, tulipata baadhi ya wasichana ambao walikuwa ni manusura wa ndoa za utotoni. Na wao kupitia wadau wengine waliweza kupata fursa za kurudi shuleni. Kwa hiyo kuna ambao waliweza kurudi shuleni kwa kupitia mradi wa IPOSA. Tunasema ni wale ambao hichi kipindi ambacho uko kwenye ndoa kuna vitu vinakuwa vimekupita kwenye elimu yako. Kwa hiyo unataka kurudi. Kwa hiyo unarudi kwenye elimu, tunasema nje ya mfumo rasmi. Kwa unarudi ukaweza kupata ujuzi au ukaweza kupata elimu ya kufanya wewe kufikia yale malengo ambayo unayo. Kwa kumekuwa na miradi mbalimbali kupitia wadau, kupitia serikali, kwa sababu moja ya huo mradi ambao nimeutaja wa IPOSA ni ushirikiano kati ya UNICEF lakini na serikali. Kwa hiyo ni wa kuangalia sio tu wahanga wa ndoa za utotoni, lakini hata wale ambao kwa sababu moja au nyingine walitoka kwenye mfumo rasmi wa elimu. Kwa hiyo yes, nafasi ya kurudi kwenye masomo ipo. Ni kwa njia gani inategemea na level ambayo wewe uliachia. Lakini pia kuna hatua za kuchukuliwa. Kwa sababu tunaposema kila mtu anayeingia kwenye ndoa tunaingia kwenye circumstances tofauti. Nasema sasa hapo ambao wako chini ya miaka 18. Unaweza ukakuta mimi nikiwa nasoma niko darasa la 4. Nasema mimi natolea mfano sasa wa mtu ambaye ni muhanga wa hizo ndoa za utotoni. Mtoto wa miaka 15 akaolewa. Ndani ya mwaka mmoja akapata ujauzito. Ilikuwa imefahamika au ilikuwa haijafahamika? Inapofahamika, maana yake cha kwanza lazima kutoa taarifa polisi. Kwa sababu kwa sheria ya elimu ya Tanzania inasema uruhusiwi kuingia kwenye mahusiano ya kingono na mwanafunzi. Kwa hiyo tayari wewe hapo wakati huo mumeo ni mshtakiwa. Kwa sababu si tayari alishaingia kwenye mahusiano ya kingono na wewe mwanafunzi. Kwa hiyo ni hatua ya awali. Lakini pia kama mchakato ulihusisha wazazi, nao wataingia kwenye mlolongo wa sheria. Wakati huo tukiwa na maafisa ustawi wa jamii ambao watahakikisha sasa huyu mtoto anarudije shule, lakini na ustawi wake kwa ujumla unazingatiwa, ikiwa masuala ya kisaikolojia, malezi ya yule mtoto mchanga na mambo mengine. Kwa hiyo sasa hapo sasa ndoa inakuwa imekufa kama ikijulikana. Yes. Isipojulikana ndio hiyo tunasema, kwa mfano kwenye tafiti nyingi ambazo zilifanyika unakuta wanaohojiwa ni watu wa miaka labda tunasema 24 kwenda juu. Ambaye huyo mtu aliolewa chini ya miaka 18. Ndio. Manake tunapomkuta na miaka 24 unakuta aliolewa na miaka 16. Ina maana hapo tayari ana miaka 8 ya ndoa. Ndio. Ina maana kwa mazingira hayo anakuwa ana volunteer kwa ajili ya ile study na kuonyesha madhara ambayo yeye ameyapata na kuonyesha kwamba ni ndoto zangu zilizimwa kiasi gani, lakini ameshaishi kwenye ule ukatili kiasi kwamba anaona nimeshaishi. Hapo unaweza ukakuta na watoto 5 6. Kwa hiyo unajikuta ile haki yake ya kurudi kwenye sanctions za kumpeleka mtuhumiwa mahakamani sio kufanya nini ni kama zinakuwa zimeporwa. Yaani tena anakuwa kama vile acha maisha yaendelee. Yes. Kwa hiyo ndio maana tunasema hii kampeni pia iweze kuwafikia wale wahanga na waweze kujua kwamba pamoja na kwamba nimekuwa mnusurika au manusura wa ndoa ya utotoni, lakini maisha mengine yanaendeleaje from there, kama nikitaka kuchukua hatua za kurudi shule, kufanya shughuli za kijamii au kwenda kisheria. Yes. Hapo kwenye sheria pia mnatoa msaada wa kisheria kwa muhanga au kwa mtoto ambaye kabisa anaona hapa kuna kama vile mama anataka aniuze. Maana ni kuuzwa kule sio kuolewa. Maana unabadilishana mimi na pesa. Msaada wa kisheria pia huyo mtoto anapatiwa na inakuwaje? Bure au itabidi achangie kiasi cha pesa? Kwanza kabisa kwa sisi plani, kitu ambacho tunafanya kwenye mazingira kama hayo uliyoelezea, tunafanya kitu kinaitwa referral au rufaa. Kwa sisi kama sisi hatufanyi hiyo huduma, lakini tunamuunganisha manusura na wanaofanya hiyo huduma. Kwa sisi mdau mkubwa ambaye tunafanya naye kazi katika mazingira hayo ni serikali.
Kwa hiyo cha kwanza tunajua kuna afisa ustawi ambaye jukumu lake la msingi ni kuhakikisha kuna ustawi wa familia. Kwa hiyo sisi tunapoipata ile taarifa tunamuunganisha manusura na huduma. Na huduma hiyo tunajua ya kwanza inaanzia ustawi wa jamii, kwamba yule mtu wa ustawi wa jamii sasa naye ndo anajua huyu anahitaji huduma ya hospitali, huyu anahitaji huduma ya msaada wa kisaikolojia, huyu anahitaji huduma ya kufikishwa dawati la jinsia kwa ajili ya kutoa taarifa na mlolongo mwingine wa sheria ziweze kuchukua mkondo wake. Kwa hiyo kwa sisi plani tunafanya kazi kwa mfumo huo kwenye hiyo scenario ambayo umeisema. Okay. Yes. Umezungumzia kuhusiana na miradi mbalimbali mnaoifanya. Ndio. Na hii sasa ya utokomezaji wa ndoa za utotoni. Ndio. Sasa kwa huyu tayari ambaye yupo kwenye ndoa na imefika labda ana miaka 20 au 24 na anahitaji kupata elimu kidogo au kujiendeleza ile ndoto yake. Ndio. Hii fursa ya miradi anaipataje? Okay. Katika miradi ambayo sisi tunafanya, nilitaja hapo awali kwamba eneo mojawapo ni kuwawezesha vijana kiuchumi. Kwa hiyo kwa huyo tayari ameshafika kwenye umri wa vijana. Yes. Kwa ile mikoa ambayo sisi tunafanya kazi, manake tunamuunganisha na hiyo fursa ambazo zinatolewa kwenye hiyo miradi. Ambayo mara nyingi inahusiana na kutengeneza vikundi vya vijana, then wanaenda kwenye masomo mbalimbali ya fani, ya hivyo vitu wanavyovipenda. Then tunatoa startup kits kwamba huyu amesoma hiki anatamani kufanya kitu hicho, kwa anapata uwezeshaji wa aina hiyo, then anaweza kuanza. Vikundi vya vijana vinakuwa vinafanyika wapi? Mnatoa kwenye jamii, mnatangaza au mnaenda area mnawaita vijana, mnawaelimisha then mnawapatia hiyo fursa au inakuwaje? Okay. Hivi vikundi vinafanyika katika ngazi ya jamii kabisa. Na huwa ni vikundi vya hiari. Na mara nyingi kama nilivyosema, sisi plani hatufanyi peke yetu, tunafanya na wadau. Wadau ikiwemo mashirika ya kitaifa ya ndani ya nchi. Ndio. Lakini pia na wadau wa serikali. Kwamba tunapokwenda kwenye mtaa X au kijiji X, pale kuna uongozi ambao mradi tayari ulishatambulishwa, unafahamika. Kwa kupitia ule uongozi wa kijiji pamoja na yale mashirika ya ndani ya nchi ambayo tunafanya nayo kazi, ndio taarifa zinakuwa zinasambaa kwenye maeneo husika. Kwa hiyo kupitia zile taarifa ndio kunakuwa sasa na mfumo umetengenezwa wa vijana watakutana vipi, na kuanzia pale vijana wao wenyewe wanakuwa wanajiregulate kwenye baadhi ya mambo. Tutakuwa tunakutana mara ngapi, tutakuwa tunakutana vipi, tutakuwa tunafanya vitu gani, na guidance ndogo ndogo ambazo zinatoka kwa maafisa maendeleo pamoja na wataalamu wa kutoka hayo mashirika ambayo tunafanya nayo kazi. Okay. Ni wape tu pongezi kwa vitu ambavyo vifanya, na hasa kwenye hii kutokomeza ndoa za utotoni. Ningetamani uwaeleze wazazi wanaosikiliza hapa leo, mzazi mlezi atakapofanya kumwozesha mtoto katika umri mdogo, cha kwanza atapata consequence gani? Nini, hatua gani itachukuliwa kwake? Yaani hata kama yuko wapi, ila kuna hatua itachukuliwa. Labda sijui afiche nini, sijui aficheje, kwa sababu kumwozesha mtu lazima jamii itagundua. Kwa hiyo atachukuliwa hatua gani? Waeleze wazazi. Ukifanya hivyo hatua gani zitachukuliwa na itakuwaje? Okay. Naomba nianzie nyuma kidogo alafu niende kwenye swali lako. Kwanza kabisa kama mzazi, ningetamani sana wafahamu madhara. Ndio. Kabla hujachukua hatua maamuzi ya kusema nimuozeshe mtoto wangu, unatakiwa ufahamu madhara yafuatayo ambayo huyo mtoto anaweza kuyapitia. Kwa hapa tunasema na mzazi ambaye hajafanya bado. Lakini kuna wale ambao walishafanya, na haya ni matokeo ya mambo ambayo watoto wa kike waliyapitia. Moja kubwa, watoto wengi wanaolewa chini ya umri wa miaka 18 wanapitia matatizo ya kisaikolojia. Ndio. Haikuwa hiari yake. Anaenda kukutana na mtu, na wengi ni watu wazima wanaooa. Anaenda kukutana na mtu mzima na anaingia kwenye majukumu ya tunasema ya kushiriki
tendo la ndoa. Hakuna ndoa bila tendo la ndoa. Yes. Kwa hiyo tayari tumeshamsubject huyu mtoto kwenye tendo la ndoa. Kwamba si anatakiwa awe anatoa hiyo huduma. Yeah. Kwa tumemuingiza kwenye ulimwengu ambao kwanza hakuwa ameridhia, lakini pili anaenda kukutana na hilo jukumu ambalo hawezi kukataa. Kabisa. Kwa tayari kisaikolojia tunamweka kwenye, wanasema, maumivu ya kisaikolojia endelevu. Mpaka pale ambapo atasema sasa hii ndo hali yangu ya kawaida. Na itamchukua muda sana. Itamchukua muda, yani maumivu ambayo unaishi nayo kwa maisha yako yote. Lakini madhara ya pili ni madhara ya kiafya. Kwenye huu utafiti ambao ulifanywa na World Bank, mmoja kati ya matokeo yaliyotoa ilikuwa ni kwamba watoto wengi, watoto wachanga waliozaliwa na wamama ambao wako chini ya umri wa miaka 18 wana hatari kubwa ya kufariki chini ya umri wa miaka 5. Kwa sababu umezaliwa na mama mwenye umri wa miaka 15. Yeye ni mtoto, anatakiwa akue. Na yeye ana mtoto. Anatakiwa amlee kwa lishe, chanjo na care zote zile za mtoto mchanga. Lakini sanjari na hayo ana majukumu yake kama mke. Sanjari na hayo ana majukumu kama mama. Na jamii inamwangalia kwamba yule ni mke wa fulani. Kuna majukumu ya kijamii. Umeona? Kwa hiyo yule mtoto anakosa care, kwa hiyo ana likelihood ya kufariki kabla ya miaka 5. Maana yake ongezeko la vifo vya watoto wachanga. Lakini kuna madhara ya kiafya kwa yule mama ambaye tunaashumu amezaa katika umri wa miaka 15. Anatakiwa awe na lishe ya kumfanya yeye aweze kunyonyesha mtoto. Lakini pia ukiacha haya yanayomzunguka ya kijamii, tayari ana msongo wa mawazo ambao uko naye. Akimwangalia mtoto, akiangalia jukumu hili, akiwa mke mapema, afanye nini. Kwa hiyo hayo yote tayari yanaathiri afya ya yule mtoto wa kike. Lakini kuna athari nyingine ambayo tunasema umeolewa, tunategemea upate watoto. Kwa tayari tumekusubject wewe kwenye mimba za utotoni. Hata via vyako vya uzazi vilikuwa vijakuwa kuweza kuaccommodate hiyo mimba na wewe kujifungua salama. Yes, lakini pia athari nyingine ni huyu mtoto anakuwa amekosa haki yake ya elimu, umemnyima haki yake ya elimu. Lakini athari nyingine ni umasikini endelevu. Kwa sababu umemnyima haki yake ya kusoma. Inawezekana huyu mtu alikuwa ni CEO ajaye, alikuwa na maono makubwa, umeyakatisha. Ina maana hata yeye kuja kupambana mpaka ajikwamue kiuchumi ni ndoto ambayo yani ni amepambana sana. Kwa hiyo mzazi kabla hajawaza kumuozesha mtoto anatakiwa awaze kazi yake. Nao ni nini kitampata mzazi ambaye anawaza kumuozesha mtoto? Cha kwanza, sheria ya elimu inakataza kuingia kwenye mahusiano ya kingono na mtoto. Kwa hiyo utakapofanya hivyo tayari kuna sheria ambazo zitakuwa zinakubali kwamba wewe umekatisha masomo ya mtoto, ni kosa kisheria. Kwa hiyo utachukuliwa hatua kisheria. Hilo la kwanza unatakiwa ufahamu kama mzazi. Lakini huku kwingine tunasema kijamii sasa. Wote kwa pamoja tukiwa tunaliona kama tatizo, ina maana hata hawa watu ambao wanataka kufanya hivi vitu watasita. Ndio. Kwa sababu naamini hakuna sherehe isiyo na mwalikwa. Tusipoalika majirani tukaifanya kisirisiri, si tunaye anayefungisha hiyo ndoa, iwe ya kimila, iwe ya kidini, iwe ya nini. Kwa namna moja au nyingine kutakuwa na mtu ambaye anafahamu. Kama uliposema wewe hapo mwanzo, hakuna ndoa ambayo inaweza ikafungwa kisirisiri, yani kusiwe na mtu ambaye anajua. Kwa hiyo itakapojulikana tayari kuna hatua za kisheria ambazo zinaweza kuchukuliwa dhidi yao. Okay. Nadhani mzazi umesikia vizuri sana kuhusiana na ukimuozesha mtoto akiwa na umri wa miaka 18. Na tungeomba tu serikali hii sheria ya 15-14 bado ni mtoto. Lakini hata 18 still bado ni mtoto. Sema basi yani inakuwa ni kwamba tunaamini umepevuka na umekuwa unaweza ukafanya maisha yako.
Lakini kuna wengine hawapevuki kiakili mpaka inafikia miaka 20-22, unaona mtu bado hajapevuka kiakili, yani kuchukua majukumu, yani majukumu ya kulea familia, kulea mume, kulea mtoto yanakuwa ni ngumu sana. Okay. Basi nawashukuru sana Plan International Tanzania kwa hii campaign, na najua campaign bado ni changa na itadumu kwa muda wa miaka 3, si ndio? Ndio. Na sijui mmetarajia na ofisi mikoa 9. Ndio. Plani zenu ni zipi? Mmetarajia kwenda mikoa gani na mikoa gani tofauti na ofisi zenu ambazo mmeziweka kwenye hiyo mikoa? Okay. Kwanza kabisa kampeni ni ya kitaifa, ni ya nchi nzima. Na ndio maana nikasema tunafanya kazi na wadau. Kwenye huu mtandao wa kutokomeza ndoa za utotoni Tanzania, mpaka sasa hivi una jumla ya wadau 103. Ukimtoa plani kuna wadau 102. Kwa hiyo plani yetu iko kufika mikoa gani? Ni mikoa yote ya Tanzania. Kwa sababu tatizo liko kwenye mikoa yote ya Tanzania. Kinachotofautiana tu ni ile mkoa fulani tatizo ni kubwa sana, mkoa fulani liko kwenye asilimia chache. Kwa hiyo plani yetu ni kuifikia Tanzania nzima. Na mikoa 9 ni ile mikoa ambayo sisi plani tupo. Kwamba na ile mikoa kuna wadau wengine ambao tutakuwa tukiungana nao katika hiyo mikoa. Lakini na mikoa mingine ambayo hatupo ni wadau wengine waweze kuibeba kampeni. Kwa hiyo nasema ni kama muongoza njia kwa kupitia mtandao, lakini ni kampeni ya kitaifa kwa sababu ndani yake kuna wadau 102 wengine ukiacha Plan International Tanzania. Okay. Mtembei kwamba mnaenda kijiji fulani, Yes. Sasa hizo ni modality ambazo kwenye campaign zitakuwa zile zenye mambo ya mihadhara, elimu zitatolewa kwa njia ya mihadhara, elimu zitatolewa kwa njia ya vyombo vya habari, kwa mitandao ya kijamii, magazeti, mashuleni, mitaani. Kwa hiyo ni namna ambazo zimewekwa tofauti za kuifikia jamii na wadau wanaohusika. Okay. Yes. Okay, basi na natumaini wasikilizaji Mdo Radio leo watakuwa ni mabarozi. Tumepata elimu nzuri sana kutoka Plan kuhusiana na hii kutokomeza ndoa za utotoni. So kama mabarozi wazuri sana, tumesikiliza na tumeelewa vizuri kabisa. Na kwa mtu ambaye wadau ambao wanaona huko kwenye jamii anatamani kutoa taarifa sasa. Jamani, huku kuna bi fulani kamwozesha mwanae kafanya hivi. Tunatoa taarifa wapi sisi kama wanajamii ambao tunawaona watu wanafanya vitu kama hivi? Okay. Kwanza kabisa jamii inatakiwa elewe sisi mashirika kazi zetu zinaunga mkono zile kazi za serikali. Yaani sisi tunasema mwenye jukumu, natafuta Kiswahili kizuri, mwenye jukumu la awali na msingi, primary duty ya kumlinda mtoto iko kwa serikali. Ndio. Kwa hiyo sisi tunaunga mkono juhudi za serikali kuhakikisha ule ulinzi umekuwepo. Kwa hiyo taarifa zote, kwa sababu tunaamini mtu aliye karibu kabisa na jamii. Unaona kama sisi Plan unaweza kukuta kwa hapa Dar es Salaam ofisi zetu ziko Mlimani City. Jambo limetokea Mbagala. Si ndio? Mtu ambaye yuko karibu kabisa na jamii ni serikali ya chini kabisa iliyo kwenye serikali za mtaa. Yes. Kwa hiyo taarifa ya kwanza inatakiwa ifike kwenye serikali za mtaa. Huko karibu na kituo cha polisi kuna madawati ya jinsia na ulinzi na usalama wa wanawake. Fika dawati. Kwa eneo la kwanza ni eneo gani la huduma ambalo liko karibu na wewe? Polisi, dawati la jinsia, au ofisi ya serikali ya mtaa. Au mdau wa mashirika kama sisi Plani na mashirika mengine ambao tutakusaidia kwenye hizo. Kuna hapo sasa kuna wanajamii wengine wanaamini kwamba nikienda polisi ndio anajiofia. Yaani mimi nikienda polisi itakuwa hivi. Nikimwambia mwenyekiti atanitaja. Yaani kuna vitu kama hivyo tu, yani zile assumption anaamini kwamba Plan International Tanzania amna mtu atakayenijua. Sasa si hawanijui, si niko mbali. Kwa hiyo wanakuwa wanaamini zaidi mashirika kuliko serikali yenyewe. Okay. Kuna namba ya simu ile ya 116.
Ni namba ambayo inapokea taarifa mbalimbali kutoka nchi nzima. Ukiipiga hiyo namba, wewe unachotakiwa kutoa ni zile taarifa za msingi tu. Ndio. Mimi niko kijiji X. Kuna mtu amemuozesha mtoto YB. 1 2, zile taarifa za msingi ambazo zitasaidia naye kuja kufuatilia kuweza kujua pa kuanzia. Kwa hiyo ukiona mimi nikienda polisi mambo yanaweza yakawa mengi, piga 116. Ni namba ya bure ambayo inapatikana masaa 24, inatoa huduma. Kwa kupitia namba hiyo utatoa tu taarifa za msingi na utakuwa umemuokoa mtoto. Hiyo imekaa vizuri sana. Okay, kwa kumalizia tu ningetamani utuambie nini mnajivunia, mmefanya kazi na jamii, vijana, watoto, wanawake. Mnajivunia nini mpaka sasa kama Plan International na Tanzania? Okay. Kikubwa ambacho naweza nikasema tunajivunia kwanza ni mapokeo. Jinsi ambavyo serikali ya Tanzania inatupokea